Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wafuatilizaji wapendwa, tukaendelea leo na somo la usulul fiqhi ya faslu sabi katika kaida ya 3, lakini kabla ya kuingia malizia sehemu tuliyofika, tuliwataja mashekhe wawili katika hii kaida ya 3. Twapenda tujaribu kuwaangalia manaqibi yao kwa uchache, ama wao ni kina nani kwa uchache. Wa kwanza ni Sheikh Izzuddin ibn Assalam. Huyu Sheikh Izzuddin ibn Salam ni nani? Ibn Abdissalam ni nani? Na wa pili ni Sheikh al-Alai. Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam, huyu ni mmoja katika wanazuoni wakubwa ambaye alizawa katika mwaka wa 577 Hijri na akafa katika mwaka wa 660 Hijri. Takriban ameishi miaka 83, na kunia yake yuaitwa Abu Muhammad. Jina lake ni Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Salami Ash-Shafi'i. Alikuwa ni mujtahid, na katika fiqhi mujtahid huwa ni daraja, haifikwi na mtu yoyote, ila pana ilmu uwe nazo ndio utafikia daraja ya mujtahid. Na alikuwa ni faqihan, ni hodari katika fiqhi, na vile vile alifika daraja ya kuwa mujaddid katika usulul fiqhi. Katika usulul fiqhi yeye ni mujaddid, na katika lugha pia alikuwa hodari sana katika masala ya kilugha. Na alitangaa Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam kwa zuhdi kubwa. Pia alitangaa kwa ushujaa ambao alikuwa nao, kuweza kufikia hadi kuwa nasihi na kusimama na haki katika maamiri wa Dimishk ambao walikuwa wakati huo. Alikuwa akiwapatia nasaha, na wakienda kinyume basi akisimama na haki na kuipiga vita batil. Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam alipewa lakabu ya Sultanul Ulama, na pia lakabu nyingine ni Bai'ul Muluk. Alompa jina la Sultanul Ulama, mfalme na mtawala wa wanazuoni, ni mwanafunzi wake maarufu kwa jina la Ibn Daqiq al-Eid. Hata pana kiswa cha tolewa cha nasibishwa na Ibn Daqiq al-Eid. Sasa Ibn Daqiq al-Eid ni mwanafunzi wa Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam, ndiye alimpa jina la Sultanul Ulama. Kwa sababu gani? Litabahurihi fil ulum, alikuwa ni bahari katika ilmu mbalimbali, alikuwa ni mwingi, na vile vile watafawuqihi fi aqranihi, alikuwa yuko juu kabisa akilinganishwa na wanazuoni rika lake. Walikuwa hapo wanazuoni, lakini kwa rika lake yeye alikuwa yuko juu yao. Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam ana vitabu vingi amevitunga, lakini kitabu chake kikubwa na changavu zaidi ni kitabu cha Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Hichi ni maraji ya masala ya kifiqhi na usul, na alikufa Qahira. Qahira ni Misri, na akazikwa hapo Misri. Ama Sheikh al-Alai ni nani? Sheikh al-Alai kunia yake ni Abu Sa'id Khalil ibn Kikladi, na al-Alai ni nisba yake. Huyu alikuwa ni hafidh, alikuwa ni muhaddith
faqih na mujtahid. Al-Imamu Dhahabi amemweleza wasifa wake, yani al-Sheikh al-Alai kana imaman fil fiqhi wan nahwi wal hadith wa kana hafidhan lil hadith, na alikuwa ni hodari katika masala ya usuli, na kitabu ama vitabu vyake ni vingi, lakini kitabu ambacho ni kikubwa katika vitabu vyake ni Al-Majmu'ul Mudhahab fi Qawaidil Madhhab. Hichi pia ni kitabu kimekuwa chategemewa sana katika masala mbalimbali ya kifiqhi na usuli, na yeye katika vitabu vya kifiqhi huashiriwa ama ametangaa kwa jina la Al-Sheikh Al-Alai, lakini jina lake ni Khalil. Alizawa katika mwaka wa 694 na kufa katika mwaka wa 761. Yeye takriban ameishi miaka 67. Sheikh Izzuddin ibn Abdussalam miaka 83. Kwa hivyo yeye itakuwa ameishi miaka mingi zaidi. Tukiendelea na pale tulipokoma katika hii ni kaida ya tatu, warukhasu, ambayo kaida yenyewe ni almashaqqatu tajlibu taysira, mashaka ama uzito huvuta wepesi. Warukhasu aqsamun, na rukhsa katika sheria ni vigawanyo vingi, ama ni vigawanyo vingi, ama ni vigawanyo vingi kulingana na matatizo. Kuna rukhsa ambazo zapeanwa na zatofautiana. Ma yajibu fi'luha, pana rukhsa ambazo ni wajibu kufanya hiyo rukhsa. Ka akli almaitati, kama mfano wa kula maiti ama mzoga. Lilmudhtarri, kwa mwenye kusongeka. Wa in kana muqiman sahihan, na ingawa ni mkaazi na ni mzima. Hata kama yuko mjini na ni mzima, yani si mgonjwa, bimaana mtu mzima ana uwezo wa kuvumilia zaidi, mgonjwa ndio yuko hatarini zaidi. Ndio maana akaambiwa hata kama ni mkaazi. Maanake mkaazi, mtu wa mjini yaweza ikatokea kheri wakati wowote, na mtu mwenye afya yaweza kuvumilia zaidi. Lakini ikiwa atasongeka, akose chakula, bimaana awe hana chakula ila ni mzoga, basi ni wajibu kula. Asipokula akafa kwa njaa ambayo imemshika, atakuwa ni mwenye kujiua, atahesabiwa amejiua. Wa mayundabu, na pana ruhusa nyingine si wajibu, lakini imesuniwa, ni sunna kwa atakaye. Kalqasri fi safari, kama kukusuru katika safari, si lazima. Ina maana ikiwa ni wajibu ni lazima. Atakaye atakusuru, ni ruhusa amepewa. Asotaka taswali hivyo hivyo. 4. Wanadhari ila almakhtubati, na kumwangalia mwanamke mwenye kuposwa, na kumtizama mwanamke mwenye kuposwa ama mwenye ambaye amemposa. Almakhtubati, mwenye kumposa. Manake Kiswahili kidogo pia ukisema mwanamke mwenye kuposwa, ikiwa mwingine atafahamu vibaya, ni kuwa mtu akishaposwa itakuwa yafaa kuangaliwa. Yeni mwanamume ikiwa yataka kumposa mwanamke ndio yuruhusiwa kuangaliwa, ni sunna amwangalie. Hataki basi si lazima. Wama yubahu, na pana ruhusa ambazo hubihishwa. Yubahu hubihishwa, yani huhalalishwa, ni halali. Mubaha ni kitu kiko kati na kati. Kasalami, kama bei ya salam. Bei ya salam ni bei ya kusalimisha. Assalam, as-salaf ni kutanguliza. Assalam na salaf bimaana wahid, ina maana mamoja. Huwa al-istijal wa taqdim. Maana ya salam na salaf
ni kufanya haraka na kutanguliza, yaani bei ile ya utangulize kutoa ama utangulize kupewa, hiyo ni mubah. Ukitaka sawa, nipe pesa, kisha mzigo ukiingia nitakupa bidhaa yako, ama chukua bidhaa, kisha ukipokea mshahara wako utanipa pesa zangu. Sasa maelewano yetu ndio salama. Wewe ima umenipa mimi pesa, mimi nikienda safari kuletee mzigo, ama mzigo ukiingia utukue kabisa, ama wewe tukua hizi, ukipata pesa tamam. Kalmas'i ala al-khuf wa mal aula tarkuha, na pana ruhusa bora ni kuziwata, ingawaje umeruhusiwa, lakini ukiwachana nayo ni bora. Kalmas'i ala al-khufi, kama kupukusa juu ya khofu. Khofu ni zile kama viatu, si mabuti, ni kama viatu vya ngozi, basi vina masala yake. Wakati wewe wataka kujitwahirisha, ukifika pale, ikiwa umezivaa na tahara, ikifika wakati wa miguu utazipukusa tu. Wama yukrahu fi'luha, na pana ambayo ni makruhu kufanya katika ruhusa, pamoja kuwa umeruhusiwa, lakini ukizifanya ni makruhu. Kalqasri fi aqalli min 3 marahila, kama kukusuru katika uchache zaidi wa marhala matatu. Marhala mamoja ni mwendo wa asubuhi mpaka jioni, ndo marhala mamoja. Ndio hiyo almarahil, jamu marhala, wal marhala hiya ma yaqta'uhu almusafir fi nahwi yawmi. Ni marhala mamoja ni kiasi cha mwendo wa siku. Sasa ikiwa safari yako iko chini ya mwendo wa siku 3 kwa maguu basi ni makruhu kuswali swala ya msafiri. Tamam. Lakini je, ukiswali basi haina shida, taswih, lakini ni makruhu kwa sababu pana ikhtilaf katika haya masala. Kwa Shafiia wao itakuwa ni makruhu kukusuru katika safari ambayo iko chache ya zaidi ya marhala matatu. Wa min alqaidati, na ni miongoni mwa kaida ya almashaqqatu tajlibu taysira, qawlu Shafi'i radhiyallahu anhu, maneno la alimamu Shafi'i, radhi za Mwenyezi Mungu zimwelee. Amesema alimamu Shafi'i, idha dhaqa al-amru tasaa, idha dhaqa al-amru tasaa, pindi likisongeka jambo hukunduka. Pindi jambo likisongeka, manake jambo likidhikika, likiingiwa na dhiki, jambo hukunduka, yani hukunjuka. Kwa Kiswahili chengine, kukunduka, kukunjuka, upata ukunjufu. Maana yake kila pakitokea matatizo ndiyo sababu ya kupata mwangaza. Mithaluhu, mfano wake, faqadatil mar'atu waliyuha, amekosa mwanamke walii wake. Mwanamke mpaka aolewe na walii, lakini je, ikiwa hakumpata walii, fi safrin ama fi safarin, zote sawa. Katika safari, yeye iko safari huko, mawali wake wako mbali, na hakuna simu na hakuna namna ya wao kumwakilisha yule mwanamke. Fawallat amraha rajulan, akalitawalisha jambo lake yule mwanamke la uwali kwa mwanamume ama kwa mtu yoyote. Yajuzu dhalika, yafaa hilo. Basi akamwambia, bwana, mimi sina msimamizi, watu wangu wako mbali, wewe ndio utakuwa wali wangu, lafaa. Lakini mpaka iwe imekubalika, siye mwenyewe ametendekeza, wamejipana wakaenda huko, ile wamejipana na iko namna ya kurudi.
Ikiwa hakuna namna kabisa kurudi, itakuwa dhiki na nini na hapo. Lakini si watu wakuane huku waende huko, wazazi wako mbali, si umekimbia wewe mwenyewe? Na kila mahali kuna familia yako, na ulimwengu ni mfupi. Kwa hivyo ikiwa imekosekana namna, itafaa, ndio itakuwa dhiki hiyo. Kuna dhiki na kujidhikisha, kuna dhiki na kujitia dhiki. Sasa yeye itakuwa amejitia dhiki, lakini hana dhiki, lakini ikiingia dhiki haswa yafaa. Wamina, na miongoni mwao, yani hiyo kaida ya almashaqatu tajlibu taysira, qauluhum, ni neno lao wanazuoni wa fiqh wa usuli, yughtafaru fi dawami, husamehewa katika kudumu, ma la yughtafaru fil ibtidai, ambayo hayasamehewi katika kuanza. Katika kudumu kuna matatizo yakitokea mbele ya safari, utasamehewa, ambayo matatizo yale lau yangetokea mwanzo usingesamehewa. Ndio hii kaida yughtafaru fi dawami, kusamehewa katika kudumu kwenye jambo, alafu ukatokewa na jambo la matatizo, utasamehewa. Maana yughtafaru fil ibtidai, ambalo halisamehewi katika kuanza jambo. Hapa imepigwa mfano, lau mtu atahudhuria katika vita ikiwa ni kipofu, yeye ameenda vitani naye ni kipofu, hatopewa fungu, kwa sababu kipofu haruhusiwi katika wenye kupewa fungu. Lakini akaenda katika jihadi, yuwaona, yeye alienda kwenye jihadi na macho yake yako sawa sawa, katika hali ya jihadi akapata upofu, atapewa fungu lake, kwa sababu ile hali ilimtokea wapi? Fi dawami, katika kuwa yuendelea na lile jambo la jihadi. Tamam. Na mfano mwingine ni kama nikahul kafira, kumuoa mwanamke nani? Kafiri. Yahrumu ibtidaan, ni haramu mwanzo. Yahrumu ibtidaan, ni mwanzo ni haramu. Na hii wa aksuhu, hii yaingia huku kinyume chake. Hii kaida yughtafaru fil ibtidai ma la yughtafaru fi dawami, husamehewa katika mwanzo wa jambo ambalo haisamehewi katika kudumu. Tamam. Kumuoa kafiri mwanamke ni haramu mwanzo, lakini ukamuoa mwanamke kisha baadaye akawa, yani si watu huoana hivi ikawa si Waislamu, sio? Kisha yule mume akaslimu, yule mwanamke itakuwa nini? Mwanamke itakuwa kafiri. Lakini kwa kuwa hawakuanza kuwa huyu Muislamu tangu mbele, mume alislimu kwa mbele, sasa aliposlimu yule mke wake itakuwa nani? Ni kafiri, kwa sababu hajaslimu. Sasa atasamehewa, watakuwa wakifanya dawa pale. Tamam. Alafu baadaye itaangaliwa ile hali. Kwa hivyo na mwanamke pia, ulimuoa ni Muislamu, kisha baadaye akawa atarudi katika dini si sawa, utasamehewa kwa muda, kisha itaangaliwa na kuangaliwa. Maanake kwa mujarrad wewe wa kuslimu, ile ndoa haivundiki. Sijui kama tumeelewana. Itakuwa na muda wa aksuhu, na kinyume chake.
Na pia jambo lingine, yughtafaru fi dawami ma la yughtafaru fi ibtidai, kusamehewa an yasiri najasati fi salati ama athna as-salat. Mtu uswali muda mbu amekuja ukamgonga, ile itakuwa pale nini, najisi, ile damu nini. Sasa wewe uko katikati ya nini na umempiga mbu, umepata damu ama imetoka damu, kwa kuwa ni kidogo na imetokea katikati ya swala, utasamehewa ankalili, ile chache. Lakini kama mwanzo hujafunga swala ukapiga ukampiga mbu ukatoka damu, hutoweza kufunga swala mpaka ukajitahirisha nini na usaha na katika jaraha na mfano wa najisi zile almaafu anqalili. Fi athnai salat utakuwa fi dawam, utasamehewa, lakini fi ibtidai, mwanzo hutosamehewa hata kama ni chache. Waksu, na kinyume chake ni hivyo, kuna mambo mwanzo utasamehewa, yughtafaru fi ibtidai ma la yughtafaru fi dawami, lakini kule mbele hutosamehewa. Kabla sijaingia huku, pia pana masala ya arraddu bil uyub. Katika ndoa kuna kuregesha mke kwa aibu. Kuna aibu fulani mume uregeshwa na mke uregeshwa, ziko 5. Sasa zile aibu fi dawami, yughtafaru fi dawami ma la yughtafaru fi ibtidai. Ikiwa mwanzo wameoana wazuri, hawana zile aibu, wakaishi wakazaa, mbele zikatokea, hakuna khiari tena pale, maanake zile ni muthbita lil khiyari. Maadamu wamepatana wako wazima, baadaye zikatokea mbele ya safari, sasa hiyo itakuwa hakuna tena kuweka ile khiyari, imepotea. Ni wao wenyewe sasa wataki kama wao kuachana. Alikuwa nimesahau mfano Waksu, na kinyume chake, yughtafaru fil ibtidai ma la yughtafaru fi dawami, kusamehewa katika kuanza ama kuiandia ama kuanza ambayo hayasamehewi katika kudumu. Mfano wake hapo imepigwa katika kitabu, mfano idha tala alfajru wa huwa mujami'un, alfajiri imechomoza na ilhali yeye yuwafanya jimai, yuundama. Kiswahili na tafsiri ya swili, uundama yani ufanya tendo la ndoa, na alfajiri pap ikaingia, fanazaa fil hali, akashopoa, akaivua, akaitoa ile ala yake pale pale, saha saumu itaswihi. Lakini akiitia sherehe kidogo, basi ile sherehe itaharibu saumu. Wala waqa mithlu dhalika fi athnai saumi abtalahu, lakini ikitokea hilo jambo la kutia dhakari yake kidogo kisha kaitoa, lakini katikati ya saumu akadara tu, saumu itavundika, kwa sababu kule tayari fi dawami, wewe wadumu na saumu, huwezi tena kutia kidogo katoa. Lakini kule mona mwanzo ndo saumu ataka kuanza, na wewe ndio ile jamaa cha something, ile ala yako iko katika chupi ya mwanamke, ukitoa na wakati unaanza saumu utakuwa nayo, kwa sababu ni mwanzo. Na mfano wake ni kama hiyo, an-nadharu ila al-mar'ati al-ajnabiyya allati, kumwangalia mwanamke ajnabia. Kumwangalia mwanamke ajnabia imekuja katika hadithi, ni ile ukimtazama tu ile haupati madhambi, ile jicho la kwanza ile ni lako,
Lakini sasa ukiendelea kumhakikisha sasa, basi hapo utapata nini? Madhambi, kwa sababu fi dawami. Sasa hapo wewe watia mato nuru, hiyo kutia mato nuru hiyo utapata madhambi. Lakini ile umeona kitu pita ukaangalia, kumbe mwanamke, wala si lazima ati lazima uangalie mara moja. Ikitokea na kuna mafuhumu ya kinyume al-aksi kuwa sunna bana mwanamke uangalie mara moja, tena ukamwambia ni sunna haswa. Yani ikitokea umeangalia kumbe mwanamke, basi si ati lazima wewe pengine utoa darasa huku muona buibui, wacha nipatilize sunna, wacha mpatilize nini sunna ya kumwangalia mara moja. Ni kuwa imempita mara moja filibtidai hakuna madhambi, lakini fi dawami sasa kumhakikisha na kumsoma maumbile yake utapata madhambi. Na pia mtu kama amesilimu karibuni, kuna mambo yaweza kawa hayafanyi, kama suratul Fatiha, yeye aweza kawa so kama baadaye waja kumfundisha swala, waambia Fatiha lazima, basi mimi nilikuwa sijui. Kwa kuwa ni mwanzo wa kusilimu atasamehewa, lakini akishaingia akaelewa, kama Waislamu ambao wamedumu ndani ya Uislamu, hawa hawasamehewi. Na hata yeye akishadumu ndani ya Uislamu hatosamehewa. Ama Ramadhani akafunga muda ametukwa maji hunywa, mbona unywa maji? Bwana hairuhusiwi. Wacha bwana hairuhusiwi. Basi nilikuwa sijui. Kwa kuwa filibtidai ndio yuanza swaumu, haelewi, atasamehewa. Lakini akiwa ashaendelea na zile ibada, amejua, swaumu haitoswihi na lile alilofanya la makosa. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana makosa kwa mifano, kwa tafsiri, tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusahau kushare, kulike na kusubscribe. Na jaza kubwa iwarudie wazazi wetu, baba zetu, mama zetu, babangu, mamangu, na walimu zangu na walimu zetu ambao wamechukua juhudi kutufikisha hapa tulipofika. Allah awabariki, na walikufa awarehemu, na wenye kutafuta ilmu Allah awape ilmu zenye manufaa. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.